Kwa majina naitwa Fatma Yusuf Suleiman kutoka KMKM, idara ya uzamiaji na uokozi. Tuko hapa katika maonyesho ya Nane Nane kwa ajili ya kutoa elimu ya uzamiaji na uokozi wa baharini. Hivi vilivyopo hapa mbele yangu ni vifaa ambavyo tunatumia kwa ajili ya uokozi tukiwa tupo katika kazi zetu za baharini, na kifaa mojawapo ambacho tupo nacho hapa ni kama hiki ambacho tunakiona hapa. Hiki kitaalamu kinaitwa life jacket. Hichi ni kifaa muhimu sana, ni kifaa ambacho kinaweza kuokoa maisha yako. Pindi unapokivaa hiki kifaa ukiwa baharini au katika maji, ni mjumuisho labda maji ya ziwa, ya bahari, basi hichi kifaa kinaweza kuokoa maisha yako, kwa sababu unapovaa hiki kifaa hauwezi kuzama. Unaweza kukaa juu kwa muda, lakini pia ukafika muda wa msaada ukapatiwa msaada na ukaokolewa maisha yako. Namna inavyovaliwa ni kama hivi. Unaiweka hapa, unafunga, unazungusha mkanda vizuri, na huu mkanda unaweza kuweka size yoyote, yaani ni size yako unaweka, unabana, na hapa tayari nimekamilika na nipo salama. Zipo ishara ambazo zinaonyesha kwamba sehemu fulani kuna mtu, kwa sababu katika hili life jacket langu ambalo nimevaa kuna hiki kitu, hii filimbi. Kwa hiyo hiki mimi nitapuliza, ambapo nitapuliza ndani ya mara 3 na kupumzika kwa dakika kadhaa na kupuliza tena. Kwa hiyo kama kuna mabaharia au kuna vyombo tayari vikisikia hiyo, inajua hapa kuna mtu anahitaji msaada. Lakini pia katika hili life jacket langu ambalo naweza nikavaa, inaweza ikafika nyakati za usiku ambazo ni kiza, naweza nikapiga hii, yule mwokozi ambaye atakuja kuniokoa akasikia sauti lakini asiweze kuniona. Sasa kwa mujibu wa hii rangi ya hii life jacket langu ambalo nimevaa, kwa hiyo nakuta ni rahisi sana kuonekana kwa sababu si rangi ya kiza. Lakini pia kuna hizi ambazo unaziona hapa mbele, kitaalamu hizi tunaziita reflector, yani kama hizi ambazo unaziona. Hizi zinapofika nyakati za usiku zinakuwa zinatoa mwanga, au sehemu ya kiza ikipata taa, hizi zinakuwa zinatoa mwanga. Kwa hiyo kikawaida, kama ni baharia, kama ni chombo chochote ambacho umekutana nacho huko, kikiona hivi lazima kitajua kwamba pale kuna kitu. Kwa hiyo wao wakija pale kuangalia, watakutana na wewe na utapata msaada, utaokoka ukiwa uko salama. Kwa hiyo hiki kifaa ni muhimu sana 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 katika shughuli zetu au safari zetu za ndani ya maji. Tuna vifaa vingi ikiwemo dive knife, yani kisu, tunazo snorkel. Hizi snorkel matumizi yake makubwa tunatumia wakati wa kuogelea. Ukiwa unaogelea uso uko ndani ya maji, basi hiki ni kifaa ambacho tunatumia kwa ajili ya kupumulia. Lakini pia vile tunayo maski. Maski ni kioo maalum hiki ambako tunatumia kwa ajili ya kuona vizuri tukiwa chini ya maji. Lakini pia tunazo tochi. Tochi ni vifaa muhimu sana wakati wa kudive, kwa sababu tunaweza pia kudive, yani dive night. Kwa hiyo ni kifaa muhimu ambacho tunatumia. Lakini pia vile tunayo hapa compass direction, ni vifaa vyetu ambavyo tunatumia wazamiaji. Pia vile tunayo dive computer. Lakini pia vile tunayo underwater writing slate, yani vitabu maalum hivi ambavyo tunatumia tukiwa chini ya maji kwa ajili ya kupata mawasiliano, lakini tunatumia kwa lugha ya maandishi. Lakini pia vile tunavyo vifaa vingi kama ambavyo tunaona. Tunayo weight belt, yani jiwe ile ambalo tunatumia kwa ajili ya kupata uzito wa kwenda chini ya maji. Tunazo fins ama mapenzi. Hii ni kwa ajili ya kukupa urahisi na wepesi wa kuweza kuogelea bila kutumia nguvu. Lakini pia vile tunacho kifaa kingine ambayo ni boots. Hii boots tunatumia kwa ajili ya kuvaa. Kabla ya kuvaa fins tunavaa boots, alafu ndio tunavaa fins. Lakini pia vile kifaa hiki ambacho unakiona hapa nimekishika, hii kiujumla inaitwa scuba regulator. Hii scuba regulator imegawika sehemu kuu 3.
ambayo sehemu ya kwanza ndio hii ya primary. Yani huu ni mpira ambao mzamiaji anatumia kwa kuweka mdomoni, na baada ya kuweka mdomoni atapata hewa, kwa sababu hii scuba regulator ni silinda ambayo inawekwa kwenye scuba tanki. Yani hiyo hapo kama ambavyo nimeonyesha mwanzo, hiyo hapo iko fully tayari imeshawekwa. Kwa hiyo unapoweka hapo, hii inaunganisha kutoa hewa ndani ya scuba tanki na kukupatia wewe mzamiaji ukaweza kupumua vizuri. Lakini pia ipo sehemu ya pili ambayo ni low pressure gauge. Hii hapa kama ambavyo unaiona hapa, hii inapima hewa ambayo ipo katika tanki yako na kukuonyesha kwamba una hewa fulani na umetumia hewa kiasi fulani. Lakini pia tuna inflator hii ambayo inakuwa inaunga kutoka kwenye BCD, na hii ndio ambayo inajumuisha hiyo BCD kukamilika mpaka kuitwa BCD, yani buoyancy control device. Yani kwamba hilo boya, hiyo BCD mpaka inaweza kujicontrol, ukitaka kuzama ikakuzamisha na ukitaka kuelea. Yani kwamba kuna hii inflator, yani kwamba ukiunganisha kwenye BCD ndio unaweza kucontrol kujaza upepo na kutoa upepo. Mbele hapa tunayo aina ya maboya. Hii ambayo ipo hapa ni aina ya maboya ambayo tunatumia kwa shughuli zetu za baharini. Lakini pia tunayo scuba tanki ambayo hii tayari imeshakamilika. Hii ni tanki ama mtungi wa gesi ambayo hii ina hewa ambayo tunatumia tukiwa chini ya maji. Tunayo suti. Hichi ni kivazi maalum ambacho mzamiaji anakuwa anakitumia kwa ajili ya kumlinda na baridi akiwa chini ya maji, lakini pia vile vile asipate zile athari za mikwaruzo, kwa sababu unapokuwa chini ya maji kuna vikwazo vingi ambavyo utakutana navyo. Hii ni nguo maalum kwa ajili ya uzamiaji. Natoa wito kwa jamii, ni muhimu sana kupata elimu ya uzamiaji na uokozi wa baharini, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana ambazo tunakutana nazo, zaidi tukizingatia kisiwa chetu kimezungukwa na bahari. Kwa hiyo ipo haja ya kupata elimu dhidi ya uokozi, kwa sababu unapopata elimu pia unaweza kujisaidia wewe mwenyewe binafsi, lakini pia unaweza kusaidia na wengine.